Ni furahi dai tulivu, mtazamaji wa Kishamba TV. Karibu tutazame mengi ya kimichezo ambayo yamechomoza kunako kurasa mbalimbali za magazeti kunako siku hii ya leo. Leo hii ni Ijumaa kubwa, Ijumaa ambayo haijatulia, Ijumaa ambayo tunakwenda kushuhudia historia kubwa ikiwekwa kunako dimba la Benjamin Mkapa kupata nafasi ya kuzindua michuano mipya ya African Football League. Na habari kubwa katika magazeti mbalimbali kunako siku hii ya leo ni kuhusiana na African Football League, mchezo wa ufunguzi ambao ni Simba na Al Ahly. Hili ni gazeti la Mwanaspoti nimelikamata hapa, lakini pia nipo na gazeti la Champion, nalo pia habari kubwa inahusiana na African Football League. Nikianza na gazeti la Mwanaspoti kutazama kile ambacho kimeandikwa, kama ambavyo nimekuambia, kurasa ya mbele yote imesheheni African Football League. Unyama ni mwingi, Wenger Infantino ndani, rekodi za ibeba Simba. Hii ndio siku ambayo wengi tulikuwa tunaisubiri kuona Simba wanakwenda kufanya nini kunako siku hii kubwa ya kwenda kuweka historia. Infantino, huyu ni rais wa FIFA, atakuwepo leo hii katika dimba la Benjamin Mkapa kushuhudia mchezo huo wa ufunguzi wa African Football League. Lakini pia mzee Arsene Wenger naye pia atakuwepo, na wageni wengine wengi ikiwemo rais wa CAF Patrice Motsepe, viongozi mbalimbali wa FIFA, viongozi mbalimbali wa CAF watakuwepo kunako siku hii ya leo. Ukiacha hilo la uongozi, pichani hapa namuona Aish Manula, namuona Inonga, namuona Chama, namuona Baleke, namuona Shabalala, lakini pia namuona Kibu Dennis. Leo hii kuna taarifa kwamba huenda mchezo huu Aish Manula akaanza kuna mechi hii, lakini pia Henock Inonga ambaye alikuwa amepata majeraha, naye pia taarifa zilizopo ni kwamba ataanza kuna mechi hii. Nikukumbushe tu kwamba jana Robertinho alisema kwamba anawaheshimu sana Al Ahly, na leo hii wanakwenda kucheza mechi ngumu na mechi kubwa, kwa hiyo atafanya kila awezalo kuhakikisha historia njema inabakia Tanzania. Mchezo wa mwisho Al Ahly kukanyaga ardhi ya Tanzania wakicheza na Simba ilikuwa ni mchezo wa ligi ya mabingwa, na Al Ahly walikubali kichapo cha goli 1-0. Aliyeifunga Al Ahly ni Mixon, na leo hii yupo, na jana Robertinho alimzungumzia kwenye press conference na waandishi wa habari. Mechi hii ni leo hii saa 12 jioni katika dimba la Benjamin Mkapa, Simba na Al Ahly. Mageti yanafunguliwa kuanzia asubuhi. Mimi nikitoka hapa baada ya kukujuza ambayo imejiri kwenye magazeti, nakimbia moja kwa moja Benjamin Mkapa. Hii ni gazeti la Mwanaspoti na nimaliza namna hiyo. Na kamata gazeti la Championi, Ijumaa, michezo na burudani. Mechi inaisha daa. Hapo wamekuwekea kikosi cha Simba ambacho ni kama kinaweza kikaanza leo. Mbrazili aimaliza Al Ahly kimafia. Baleke namba 9, Chama namba 10, namba 6 anasimama Ngoma pale, namba 3 anasimama Zimbwe, namba 11 yuko pale, lakini pia Mzamiru pale yuko namba 8, Chemalon na Manula Kapombe. African Football League, Simba na Al Ahly leo Ijumaa. Mo aongeza nguvu, akutana na wachezaji usiku, awapa mzuka. Na Mohamed Dewji ni rais wa heshima wa klabu ya Simba. Tuliona hata juzi alizungumza na kuwahisi bwana wana Simba waende Benjamin Mkapa, lakini akatoboa siri kwamba wazo hili la African Football League lilianza kitambo sana, na yeye pamoja na rais wa FIFA pamoja na rais wa CAF walishakutana ile mwaka 2018 kujadili namna gani ambavyo Simba inaweza kashiriki michuano hii. Hatimaye wamepata nafasi. Habari nyingine limeandika hapa, Manula apewa Al Ahly. Moja kwa moja ni kwamba leo hii kipenzi cha Tanzania Aish Manula anakwenda kuanza kuna kikosi kile cha Simba wakienda kuvaana na Al Ahly. Feitoto apewa Pacome Dabi. Hii mechi ilikuwa ipigwe Jumapili, lakini mchezo huu umesogezwa mbele mpaka siku ya tarehe 23, na ni kwa sababu ya mchezo ule wa African Football League, kwa sababu TP Mazembe walitumia uwanja wa Benjamin Mkapa kama uwanja wao wa nyumbani wakicheza na Esperance de Tunis, na TP Mazembe tayari wako hapa jijini Dar es Salaam. Tuliona jana wakati wa mazoezi ya mwisho ya Simba, raisi ama mmiliki wa klabu ya TP Mazembe alikutana na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba, walikuwa wanabadilishana mawili matatu, lakini pia akutana na Jean Baleke bwana, mchezaji wake wa zamani. Robertinho, nataka heshima Afrika. Robertinho anapotaka heshima Afrika, lakini pia jana kocha wale naye pia alisema kwamba anataka matokeo ambayo yanaweza kwenda kurahisisha mechi Cairo.
Ukurasa wa mbele nimemaliza. Habari kubwa leo hii ni African Football League, hakuna habari nyingine. Nageuza ukurasa wa nyuma kujua championi wameandika nini. Maguire awawakia mashabiki England. Huyu ni beki kisiki wa Manchester United na timu ya taifa ya England. Mechi ya juzi ile aliyopata nafasi kuchezea timu yake ya England alifanya vizuri kweli kweli. Mmoja wa wachezaji ambao aligusa mpira mara nyingi uwanjani alikuwa ni yeye, na takwimu zake zilikuwa zinasoma vizuri kweli kweli. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa akiandamwa sana, sio na mashabiki tu timu yake ya Manchester United, lakini na watu wa mpira wengi sana wamekuwa kimwandama sana Harry Maguire kutokana na makosa yake madogo madogo ambayo yamekuwa yakigharimu timu yake. Newcastle watoa neno mikeka ya Tonali. Bayern wanamtaka Phillips wa Manchester City. Neymar amwaga machozi Brazil. Tunafahamu amepata majeraha. Na Mwanaspoti ukurasa wa nyuma limeandika nini? Ndicho kitu kinachofuata. Kisa Mo Salah Osimhen awekwa mezani Liverpool. Mohamed Salah huenda akaondoka dirisha lijalo kutimkia Uarabuni. Dirisha hili ambalo limefungwa la kiangazi ilikuwa ni chupu, lakini dirisha lijalo Liverpool naona wameanza kumtafuta mbadala wa Mohamed Salah na Victor Osimhen, mshambuliaji wa Nigeria na timu ya Napoli anatajwa, lakini tunafahamu Chelsea ndio wako kwenye mstari wa mbele wakiongoza vita hii ya kuitaka saini ya mshambuliaji huyu. Sio kweli Benzema akana issue ya ugaidi. Wakili tumepanga kufungua mashtaka dhidi ya waziri kwa kuzingatia sheria ya kutoa taarifa za uongo juu ya mtu huyu. Na Benzema aliweka hisia zake wazi juu ya vita ambayo inaendelea ya Palestina pamoja na Israel, na akasema kwamba yeye anawaunga mkono watu wa Gaza kwa sababu wanavyoendelea kuathirika. Kwa hiyo watu wengi wakamjia juu ikiwemo waziri wa mambo ya ndani kutokea Ufaransa, naye pia alimshutumu kwamba yeye yupo upande wa magaidi. Kunako siku hii ya leo Ijumaa tulivu kabisa, mimi nimemaliza namna hii kukujuza kile ambacho kimejiri kunako magazeti haya mawili. Gazeti la Mwanaspoti pamoja na gazeti la Champion. Cha kufanya wewe mtazamaji ni kwenda kujipatia magazeti haya ili uweze kusoma na kupata madini mengi kwa kile ambacho kimeandikwa kunako taarifa hizi siku ya leo. Nikwambie tu kwamba tukutane pale Benjamin Mkapa, Kishamba TV tutakuwepo pale kujuza kila kitu ambacho kinajiri. Mageti yanafunguliwa asubuhi hii na sisi tunawahi pale mapema kabisa. Jina langu ni Teddy Tino, nyuma ya kamera ni Almasi. Tunakupenda sana.